Hujambo mtazamaji mahali popote ulipo, karibu ndani ya kipindi cha Eric Live. Eric Live ni kipindi ambacho kinazungumzia masuala kadhaa, hasa masuala ya kijamii, na hata pia vile vile katika miktasari zote ni kwamba tunazungumzia kuhusu entertainment, kuhusu testimony na hasa kuhusiana na mambo ya kiungu. Na bila shaka leo hii tuko na mgeni wetu ambaye tunahitaji tuweze kujua, hasa leo hii tukiwa tunazungumzia kuhusiana na familia. Je, unajua familia ni nini? Mimi nataka tuweze kuzungumza kuhusiana na familia. Lakini leo hii tuanze moja kwa moja, maana yake niko na mgeni wetu ambaye atazungumza, na nisiseme sana, na mimi najua kwamba siwezi kaandika na mate na wino upo. Basi tuweze kuzungumza na mtumishi wetu, atujuze jina lake na atuambie leo hii ametuandalia nini. Wewe keti tu pale ange ili kwamba tukujuze zaidi. Basi karibu. Asante sana Bwana Eric. Kwa majina naitwa Sebastian Okava Njoroge. Ndio. Nimeokoka. Yesu ni mwokozi wa maisha yangu. Amen. Na mimi ni baba, mke mmoja na watoto. Amen. Yes. Amen. Na leo nina mengi ambayo nimeandaa kwa ajili ya familia. Mungu amenisaidia na hope haitakuwa kawaida. Kuna mtu ambaye atabadilisha maisha yake mahali. Yes. Kuna mtu atabadilika, maisha yatabadilika na hayatakuwa mabaya. Ni kwa sababu ya uzuri tu. Kwa hivyo tuanze moja kwa moja. Je, familia ni nini? Tuanze tu hapo. It's a very simple question. Je, familia ni nini? Familia ni watu wawili ambao wamekubaliana kuungana pamoja na kujenga jamii. Naam. Kwa sababu familia haiwezi kuwa na mtu mmoja. Familia inaanza ikiwa watu wawili. Kabla Mungu awabariki waongezeke, because Biblia inasema ya kwamba na tuumbe mtu kwa mfano wetu. Baadaye Mungu akasema na huyu mtu si mzuri akae peke yake, acha nimuumbie na msaidizi. Ndiyo. Na alipomuumbia msaidizi ambaye ni Adam na Eve, familia ikaanzia hapo. So family ni Mungu alianzisha, ambayo family ni watu wawili ambao wamekubaliana kuishi pamoja. Ndiyo. Na unajua kuna watu wengine hasa siku za hivi karibuni, watu ambao wanajiita pengine Gen Z, watatuseme hawa ambao ni wadogo. Umesema familia ni watu wawili. Hasa mke na mume ambaye Mungu ana makusudi kabisa. Lakini siku hizi utasikia Adam na Adam. Hakuna kitu kama hiyo. Ama usikie Eve na Eve. Hiyo hakuna kitu kama hiyo. Hiyo ni mipango ya shetani. Ndiyo. Kazi ya shetani ni ku make sure ile kazi Mungu alianzisha anaibadilisha. Ndiyo. Inakuwa unajua siku zote kuna positive na negative. Ndiyo. Sasa mipango yote ya Mungu wanga ni positive. Lakini shetani wanga anaiangalia, anaibadilisha inakuwa negative. Wewe unakosa kuona kama mke ni wa maana, na mwenzako naye anakosa kuona kama mke ni wa mume ni wa maana. Wanatafutana watu wawili ambaye ni kwa ajili ya maslahi yao wenyewe. Na at the end of the day hawezi rudi jamii. Because mwanaume hawezi kuzaa na mwanaume, hawezi kuzaa na mwanaume mwingine, na mwanamke pia hawezi kuzaa na mwanaume mwingine. So it's a just wasting of time na kukosa kuelewa, because Biblia inasema watu wangu wanapotea kwa kukosa maarifa. Ndio. Hiyo ni kukosa maarifa na kupatia mwili kipawa mbele. Yaani interest zao ni kufurahishana wao wenyewe bali si kujenga jamii. Naam. Because the end of the day, kati yale mambo yote watafanya, hakuna jamii itapatikana pale. Kuadapt mtoto si kumaanisha ni wako. Hapana, unafaa kuwa product yako, mbegu yako na mke mayai yake ili muweze kutengeneza mtoto. But kuadapt hiyo ni kitu ambaye is like something ambayo umenunua. Sasa hiyo huwezi kusema ni yako, ni kununua nilinunua. But this is my product nimetengeneza. Kwa hivyo kati ya mwanaume na mwanaume hakuna wakati wataweza kupata product yoyote. Mwanamke na mwanamke hakuna kitu wataweza kutengeneza, wataweza kwa kuzaa ati wakuwe na mtoto ikuwe ni product yao. Hapana, labda adapt. So hiyo yote ni mipango ya shetani ya kuhakikisha kazi ya Mungu haitaendelea kulingana na mapenzi yake. Alright. Na pengine niulize swali la kizushi tu. Bwana Sebastian Okava. Wewe na mimi tuko adopted. Hapana. Je, Yesu Kristo alikufa msalabani. Na baada ya kufa msalabani akafanyika kuwa dhabihu. Na ili kwamba mimi na wewe tuwe wana wa Mungu. So we got adopted by God. According to the Bible, it's not adopted. Tunajua kuadaptiwa ni kitu ambayo umenunua. Lakini tulizaliwa kwa damu ya Yesu Kristo. Okay. Na ukisoma Biblia inasema ya kwamba Yesu aliambia
Kuna mtumishi alimwambia ya kwamba sikumbuki nani, ya kwamba huwezi kuona ufalme wa mbinguni kama hujazaliwa mara ya pili. Uzaliwe na maji na damu ili uweze kufanya nini? Kuingia katika ufalme wa mbinguni. So adapt ni kitu ambayo umeweza kununua. Lakini kuzaa ni production, kitu ambayo uta product wewe mwenyewe kulingana na yani kulingana na ule mpango ambao uko wa kuweza kubadilisha kitu kutoka kwa mbegu mpaka kwa matunda. So ukisoma Biblia inasema wakati wa kwanza Mungu aliwafanya Adam na Eve mfano wake. Lakini Kristo alipokuja akatupatia uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu. So kufanyika mtoto wa Mungu it means umezaliwa katika ulimwengu wa kiroho. Sio kuadaptiwa. Ndio. Ni different, hiyo ni mambo mawili different. Ni kuzaliwa katika ulimwengu wa kiroho. Ndio maana ukimpokea Kristo unakuwa kiumbe kipya. Ndio. Unazaliwa tena. So kiumbe kipya unakufa katika ulimwengu wa kimwili, unafufuka katika ulimwengu wa kiroho. Sasa katika ulimwengu wa kiroho ukizaliwa, kiumbe kile kipya ni kitu ambaye hakijui ubaya wote. Kwa hivyo kinavaa kunyonyeshwa na kulishwa maziwa ya kiroho ili kikue katika ulimwengu wa kiroho. Right. Mimi nafikiria wangu mtazamaji, mahali popote ulipo, ndio mkoko unaalika maua sasa. Na ina maana kwamba ukae ange tu ili kwamba mengi mazuri yasikupite. Tunaangalia vitu vizuri, hasa familia. Tumeanza na kuangalia kuhusu umuhimu, tumeanza na familia ni nini. Na kisha baadaye amezungumzia mambo mazuri. Unapata watu wanaoana, waume kwa waume, wake kwa wake. Kumbe si mpango wa Mungu. Bwana Wakaba, katika familia huwa kunatokea mambo kadha wa kadha. Je, ina maana kwamba kama tumeoana mimi na mke wangu hatufai kupitia pengine changamoto? Na ni nini hasa huwa kinaleta shida katika familia? Unapata pengine baba ataoa mama, ama mama atafanya plan mzee afe. Vitu kama hizo. Je, changamoto za kifamilia ni kama gani? Changamoto za kifamilia ni nyingi na changamoto zinakujia kwa sababu moja. First of all, unachukua mtu mzima, na wewe ni mtu mzima. Ndio. Na amelelewa kwa jamii tofauti na wewe umelelewa kwa jamii tofauti. So katika kuleta interest zenu pamoja mpaka mkubaliane. Kama kuna mmoja atabaki nje ama aresi interest yake kuliko ya mwenzake, hapo ndio tofauti wanga inakujia. Because wakati tunaingiana kama jamii ama tunataka kutengeneza familia, mpaka uache interest za kwenyu na mimi niache interest za kwangu, za kwetu, ili tukuje tuungane tukue kitu kimoja. Biblia inasema ya kwamba mwanaume ataacha wazazi wake na mwanaume ataacha familia yake, baba yake na mama yake, waungane na mke wake, wakuwe kitu kimoja. So katika kuungana mkuwe kitu kimoja, lazima uelewe environment ya mke wako inakaa namna gani, environment ya mke na mume nayo ni namna gani. Tuachane na hizo environment, wacha tutengeneze environment yetu. So katika kuungana hawa watu wawili, hakuna mtu anafaa kuwa anaenda kuomba advice kwao ama kuomba advice kwa jamii yake. Tunafaa kupatia Mungu nafasi yake. Tukimpatia Mungu nafasi yake, sisi wenyewe tutajenga jamii yetu ambayo haitakuwa inakaa kama ya kwenyu ama itakaa kama kwa ya mke. Tutakuwa ni sisi ambayo tumeungana na Mungu ametupatia hekima na maarifa ya kufanya familia ambayo ni ya watu wawili. Because kumbuka tunaungana tunakuwa mwili mmoja. Sasa mwili mmoja ni kumaanisha uchungu wako ni wangu. Machozi yako ni yangu. Kila kitu hakuna wakati tumekuwa kitu kimoja, hakuna kitu ya mtu. Ndio. Hakuna wewe ati ni wa mtu fulani mimi ni wa sisi ni mwili mmoja. Kwa hivyo wakati unapochukua usikia uchungu inafaa usikie. Wakati una furaha na mimi nafaa nifurahi. Lakini sasa unakuta watu hawana ile time. Kila mtu anakuja kwa familia akiwa na interest zake. Na the moment umekuwa na interest zako, sasa hautakuwa unasikiza huyu ambaye mmekuja pamoja ili mtengeneze jamii. Utakuwa unaangalia interest zangu ni gani? Mimi nitafaidika na nini katika hii familia? Sasa katika kutafuta faida yako, hauwezi kujenga jamii. Hapo ndio changamoto wanga inakujia. But kama mnaweza kubaliana, mkakuwa nyinyi wote hamjui, kumbuka hamjui mmekuja ni like mtoto amezaliwa. So katika ulimwengu wa familia mmezaliwa sasa. Muanze kutaka kujua familia inajengwa namna gani.
bila kuniambia kwetu kunakaa hivi na kwenye kunakaa hivi. Tuweze kuungana tukue kitu kimoja ili tuweze kufanya tuwe bila kuwa, because the moment unaangalia kule ama mimi naangalia huku, kuna interest fulani naangalia. Ndio. Na katika hiyo interest inaweza kwangu kuwa si ya muhimu, lakini kwako ni ya muhimu. So tusipofuta hizo interest, hatuwezi kujenga jamii yenye amani na yenye umoja na willing, tutaenda kulingana na willing ya Mungu. Naam, basi ndivyo mambo yalivyo. Ni kama vile nilikuwa nimekujuza pale awali, tuko naye mtumishi wa Mungu ambaye anaitwa Wakaba. Tuchukue pumziko fupi tu, alafu kisha baadaye tutakuwa tunarejea tuzidi kuzungumza ndani ya Eric Live. Nikijaribu mimi kuishi kama vile wewe unavyopenda, inanibidi nipitie kando kando ya walimwengu. Oh, hakuna tena hakuna yaliyo mema na kugiginyana. Yaliyo mema kweli si matamu, yaliyo mema no kugiginyana. Yaliyo mema kweli si matamu, yaliyo mema no kugiginyana. Nikishika Bible nisome, angalau kafasi usingizi unakuja. Nikishika gazeti ama vitabu vya historia, nitazisoma peji mpaka peji, kila siku nitazimaliza. Nikitafuta wakushare nae walimwengu, si rahisi, wananitamanisha mambo ya dunia, ili hali mimi siyapendi. Yaliyo mema kweli si matamu, yaliyo mema no kugiginyana. Yaliyo mema kweli si matamu, yaliyo mema no kugiginyana. Mtazamaji, mahali popote ulipo, kumbuka ni Eric Live, na hapa ndipo basi mambo yanakuwa yakipikwa na yakipikika, basi tunapata kusaidika. Na hivyo basi leo hii tunazungumza kuhusiana na familia. Tuko naye Wakaba, mtumishi wa Mungu, ni mwimbaji. Sikuwa nimekujuza pale awali, ni mwimbaji wa nyimbo za Injili. Kwa hivyo basi sisi tunaangalia sana kuhusiana na ufalme wa kimbingu. Naam, tumekuwa tukizungumzia familia, lakini sasa hivi tunahitaji kuzungumza kuhusiana na ni jinsi gani ninaweza nikachagua mtu ambaye anaweza nifaa, ili tuangalie, je, ili familia kukuwa na historia nzuri, ama je, how can my family succeed, ninaweza nikafanya nini? Basi hebu tuangazie kuhusiana na jinsi ninaweza nikafanya familia yangu ikanawiri. Ni kitu gani ninafaa kuzingatia hasa kabla sijaoa, kwa mfano? Okay, kitu ambacho unafaa kuzingatia ya kwanza, kitu ya kwanza lazima uelewe usilashi. Because mwenye ambao unaenda kuchukua sio mtu, sio takeaway. Ndio. Ni mtu ambaye unataka kutengeneza jamii na yeye. Kwa hivyo ni mtu ambaye unataka kuwa na yeye hata wakati wa uzee wako. Ndio. Kwa hivyo chukua muda wako kuchunguza mtu. Chukua muda wako kumjua vizuri. Because watu wengi wana make mistake kwa sababu ya kukimbilia. Umeona msichana mzuri, umeona kijana mzuri, sasa unaona kama kwamba siku hiyo umemuona ndio ameanza kuonekana. Alionekana kitambo sana.
na wengi. Wengi sana. Kwa hivyo hata kama atakukubali kwa sababu Mungu ameallow muungano mkue kitu kimoja. Kwa hivyo ukichukua muda wako kuchunguza mtu na kumuelewa vizuri, itakuwa ni bora zaidi. Ni kwa sababu hata ukienda kumdhamini na kumpatia muda wako ili mkaweze kuishi pamoja, utakuwa unamjua vizuri. Jua jamii yao, jua tabia zake, and then sasa ukimchukua awe kama mke wako ama mume wako, utakuwa unamjua vizuri. Zaidi ya mambo yote pia huwezi kujua mtu at once. Huwezi kumjua atilishawana katika hali ya uchumba because katika hali ya uchumba kuna kujificha because anataka kuonyesha ni mzuri na wewe pia hutaki kumuonyesha ubaya. In real sense watu wanga wanajuana wakati wameoana. Ndio. Sasa katika kujuana ndio maana nitangulia kukwambia kwamba kuna kule kuvumilia. Ukajua environment ya huyu ilikuwa 1 2 3 na mimi environment ya kwetu ni 1 2 3. Sasa ili tuweze kuishi pamoja mpaka tukubaliane. Ati kama kuna shida yote hatutahusisha mtu wa nje. Tutakuwa tunakaa, tunajadiliana, tunapekua, tunajua hii ni nzuri tuendelee nayo. Hii ni mbaya tuachane nayo. Katika makubaliano ndio kujenga jamii yenye afya na jamii nzuri ambayo hakuna misingi inaweza kuitimiza. Ndio. Lakini katika kuwa unaenda kuuliza advice kwa wazazi wako, unaenda kuuliza advice kwa dada yake, kwa ndugu yake, hapo ndio kuvunja jamii. Lakini ukiwa watu wawili hawezi achana. Hata kama mtarara mkigombana, lakini hakuna mtu atauliza advice kwa wazazi wake ama kwa ndugu yake ama kwa rafiki yake, hamwezi kosana. Lakini the moment umeingia mtu wa tatu, Adamu na Eve walikopokuwa katika shamba la Edeni, kulikuwa na amani na kulikuwa na upendo. Lakini nyoka alipoingia, ndio story ya familia ikavunjika. So the same hata wa leo. Kama unataka jamii yako na familia yako ikuwe vizuri, wacha kuongeza mtu wa nje. Hata kama ni kubaya namna gani, hata kama mnalala njaa, hata kama mko na shida aina gani, kama umeenda kuuliza kazi, nenda uulize kazi kama wewe. Wacha kusema ati kwa sababu familia yangu inakaa, ati kwa sababu mume wangu anakaa. Hapana, nenda utafute kazi upewe. Kama unalala njaa, laleni nyinyi, then utaona mambo yote yanakuwa sawa. Lakini ukiongeza mtu wa tatu, hiyo familia iweze ndio. So ni vizuri kuangalia both side na kuweza analyze, kuangalia hii familia yangu pana wake na ninataka kwenda nao mpaka wapi, ninataka kufanikiwa nini. Because kumbuka ule mtu ambaye uko na yeye ni mtu ambaye unadhaminia mwili wako, unamdhaminia mali yako, unamdhaminia watoto wako. Kwa hivyo si mtu wa leo na kesho, ni mtu ambaye unataka kuishi naye for long. The moment unataka kuishi na mtu kwa muda mrefu, lazima umchunguze na wewe pia umpatie nafasi yake, then mpatie masikio. Because kuna wanaume wengine wanataka kuwa ni wao kusema. Now the same wanawake wanajua kwa sababu niliolewa, sasa hakuna vile anaweza kuniambia chochote. No, jamii ni kukubaliana. The moment mtakuwa mnakubaliana kwa kila jambo, unaweza mtofautiane, but in the end of the day make sure kama mwenzako amekasirika, wakati huo amekasirika, usimpush kuweka ile jambo unataka kuiweka. Wachana nayo. Wakati ametulia, siku zote jifunze kusofu mambo wakati kuna furaha. Sio wakati ni kubaya, sio wakati mmekasirikiana, sio wakati kuna kitu ambaye mnadai. Hapana. Wakati mmerelax, wakati kuna furaha, wakati ndio unaweza kuweka agenda yako ile ulijua ya kwamba hii agenda tukiweka tunaweza kutengeneza. Kwa siku zote mtu akiwa na furaha anafanya mambo mazuri. Lakini mtu akiwa amekasirika, hakuna siku utakuta mtu anafanya jambo nzuri. So ukijifunza kusofu mambo yako wakati wa furaha, mambo inakuwa ni mazuri. Alright. Na Mungu mtazamaji, mahali popote ulipo, inakuwa ni bora na inakuwa ni tamu sana kwa sababu you can imagine wakati ambapo kuna furaha ndipo unaleta kusolve mambo. Yaani you can imagine kwa mfano, maana ile swali la kizushi kwanza. Nataka nimuulize Wakaba. Pengine mke wangu amekuwa akitoka nje ya ndoa. Alafu kisha wakati tuna furaha ndipo sasa mimi nimlete kwa kiti nimwambie unajua kuna siku ulinicheat. You know, tutasolve vipi hiyo? Si tutakuwa tumeharibu furaha? Akiwa ni mtu ambaye ako na haja ya kujenga jamii, ndio hamwezi vunja ndoa. Kwa kitu ya kwanza haujamgombesha. It means ulijua ukanyamaza. Ukagojea wakati mwafaka. Ukamwambia mimi kulingana na vile nilikuona kuna jambo fulani ambalo ulilifanya na alikunifurahisha. So in case hata kama atakataa, because anaweza kataa kwa sababu hauna evidence ama hukutoa evidence, usipush. Kwa mfano na evidence.
hata kama uko na evidence but yanakataa, usipush, because the moment you may push itakuwa is like sasa mnaanza kugombana. But ukimwambia na akataa, unamwambia well and good, lakini mimi nishalijua. Kwa hivyo kwa mfano sasa hivi ndugu Wakaba, wewe iwapo mke wako ana cheat aje akwambie, utamsamehe na mtaendelea na jamii? Of course yes. Utamsamehe kwa sababu hiyo hata ndio, na unajua watu kuna kitu hawaelewi. Unajua kwa sababu ya huyu mtumishi wa Mungu ambaye alikuwa anaitwa Yohana Mbatizaji. Ndio. Kwa nini alikatwa kichwa? Alikatwa kichwa ni kwa sababu ya kuongea ukweli na kustiki na ukweli. Na katika Biblia inasema samehe mtu 7 mara 70. Ndio. Sasa katika kusamehe mtu 7 mara 70, it means you are ready to sacrifice kwa sababu yake. Kwa hivyo mtu, by the way, ile ukweli, unajua ukweli watu ukweli ni mara mbili. Kuna ukweli ule ambaye ni ukweli mzuri ambao unaweza kusustain na ukaendelea na kuwa na furaha. Na kuna ukweli mwingine unaweza kukuumiza mpaka ukakufa. Ndio. Ambapo huu ukweli ni ukijua na mtu haja kuambia, inaweza ikuume mpaka ufanye nini? Mpaka ujimalize. Lakini yeye mwenyewe kama anaweza kuja on table na akakwambia, na hiyo inakuwa ni bora zaidi. Because sasa hapo amekwambia itimize, ameamua wacha hii mambo niyaweke wazi kuliko ikue burden. Because hiyo ndio ile mizigo tunaambiwa na Kristo tumpelekee. Sasa wakati mtu ameweza kukwambia ati mimi nilikuwa nafanya hii na hii na hiyo jambo nimeamua kuachana nayo, hata kama itakuhati, haiwezi kukuhati kama wewe mwenyewe ukijua. But the end of the day, kulingana na Kristo, unafaa hata ukijua, you forgive and forget. Alright. Forgive and forget. Don't even remember. So ina maana kwamba wewe mwanandoa, mahali popote ulipo, fanya hivi. Iwapo utakosewa na mwanandoa mwenzako, just forgive, kama vile Yesu Kristo alivyotusamea. Kwa hivyo samea, sahau na tuende mbele katika kujua Yesu Kristo na katika kuweza kudhibitisha familia. Nitakuwa narejea tena baadaye katika awamu ya mwisho tukiwa tunamalizia na mtumishi Wakaba ni ndani ya Eric. Kuishi nawe ninahitaji neema yako, nisaidie kwa sababu ninachotamani mimi kuona ni uso wako. Siwezi tena, siwezi nikiwa peke yangu, kweli sitoweza. Nikiwa nawe nitashinda matamanio ya dunia. Yaliyo mema kweli si matamu, yaliyo mema nukugirinyana. Yaliyo mema kweli si matamu, yaliyo mema nukugirinyana. Ndani ya Eric Live, na bila shaka ni katika kile kipindi ambacho unakienzi sana tu, na leo hii basi tunazungumzia kuhusiana na familia, na tumeangalia mambo kadha wa kadha kutoka pale mwanzo, tukizungumzia kuhusu familia ni nini, je, changamoto za familia, na je ni kitu gani ambacho kinaweza kutufanya katika familia ili kwamba tuweze kuwa na familia dhabiti. Lakini sasa tuko mwisho tukimalizia kuweka misingi dhabiti kabisa ili kwamba familia zetu ziwe nzuri. Unajua tukiwa na familia nzuri ina maana tuko na nyumba nzuri. Mtazamaji na msikilizaji mahali popote ulipo, tuko naye Wakaba, mtumishi wa Mungu ambaye anazungumzia kuhusiana na familia. Tumalizie basi Wakaba, mtumishi, tumalizie kuhusiana na jinsi basi familia inaweza kaa dhabiti, kwa sababu neno la Mungu lenyewe ndio msingi wa kila kitu. Ni kitu gani hasa kinatenga mtu ama familia na Mungu sana? Chenye ambacho kinatenga mtu na Mungu ni dhambi peke yake. Ndio. Kwa sababu hata mambo ya mengine yote unaweza ya solve uko nje, lakini the moment dhambi zimeingia, ndio hiyo itakuseparate na Mungu, na the same hata hiyo familia haiwezi ishi.
Na ndio maana neno la Mungu linasema katika Warumi 6 mstari wa 23. Ndio. Ya 23. Naam. Ati kwa maana yani unaonyesha maana ya jambo lolote ambalo linafanyika katika maisha yako. Ndio. Dhambi zikiingia, Ndio. mshahara wa dhambi ni mauti. Ndio. So mauti ni kumaanisha chochote chenye kilikuwa uhai kimekufa. Ndio. Kwa hivyo jamii yako ulianza kwa muda, ulifanya kazi kubwa kujenga jamii. Lakini the moment dhambi zimeingia, mauti inaingia. Mauti ikiingia, it means ile jamii yako ulikuwa wewe na mke wako na watoto wako, then mmeseparate. Kifo sio lazima mtu akufe ati aende akazikwe, but the moment lose resources yenye ambao ulikuwa umetumia, ndio the moment lose is like you are dead. Because tuseme ulikuwa umepewa kazi and then umefutwa kazi. So katika ile kazi ulikuwa unafanya, ulikuwa unatarajia hiyo mshahara na ukaweza kujua ya kwamba huu mshahara nikiupata ndio nalipia jamii yangu, ndio nalipa school fees, ndio naweza kuweka pesa ya chakula, na the same na save ni kwa ajili ya mambo yangu ya kesho ama maisha yangu. Then umefutwa kazi. So it means huyo mtu amekudestroy, kama amekufuta emergency huko umejipanga, it's like now I'm dead. Sijui nitaanzia wapi. So the same mshahara wa dhambi ni mauti. Bali kalama ya Mungu ni uzima wa milele. So the moment we connect ourselves to God, kila kitu inakuwa dhabiti. Kwa nini tutaweza kusimama kulingana na mapenzi ya Mungu? Ni wakati tunainclude neno la Mungu katika kila jambo tunalifanya. Unajua watu wengi wanafikiria ati wachungaji tu ndio wameokoka. Na wanadhani ya kwamba kuhubiri na kufanya huduma kanisani ndio kufanya kazi ya Mungu, lakini hapana. Neno la Mungu linasema ya kwamba chochote chenye ambao unafanya, mradi umeinclude Mungu, hiyo ni kazi ya Mungu. Kwa sababu acha nikuulize, leo hii ungekuwa sisi zote ni watumishi wa Mungu, ni nani angetushonea nguo? Ni nani ambaye angetupatia chakula? Ni nani ambaye angetupeleka kama dereva? Ni nani ambaye angekuwa anajenga nyumba? Lakini ukisoma Genesis inasema ya kwamba Musa wakati ambaye Mungu alimwambia akajenge hema, Mungu alichagua watu wawili na akaweka roho yake ili wakaweze kujenga vitu vya fedha na dhahabu. Na mwingine naye akamweka roho yake ili akaweza kujenga vitu vya mbao na vitu vya mawe. So it means kila kazi unaoifanya, mradi tu umepatia Mungu nafasi yake pale, yuko pale. Kwa hivyo hata jamii yetu, tukitaka jamii isimame, tukitaka familia isimame, mpaka tupatie Mungu nafasi yake. Na nafasi ya Mungu ni neno la Mungu na maombi, na kujua ya kwamba hakuna kitu tunaweza fanya hata kama tunapendana namna gani, kama Mungu hayuko hapo, lazima shetani atapata nafasi yake. Bali tukiweza kupatia Mungu nafasi yake, tutaweza kupata uzima, ambao huu uzima ni kwa Yesu Kristo Bwana wetu. Hakuna mtu mwingine. So Kristo akiwa, kila kitu inakuanga iko sawa. Lakini Kristo akitoka, mambo yote yanasambaratika. Kwa hivyo hata jamii yetu kama tunataka isimame, mpaka tupatie Mungu nafasi. Mambo ya lesbian, mambo ya gay, mambo hayo yote ambayo unayaona yanakuja ni kwa sababu tumekosa kupatia Mungu nafasi yake. Tunajicontrol na tunaenda kulingana na mapenzi yetu. The moment tutaweka tamaa yetu ya mwili katika maisha yetu, tumeweka tamaa ya mwili, hakuna kitu itasimama. But tukipatia Mungu nafasi yake, hakuna kitu yoyote ambayo tutahitaji na tukose. So jamii itadhibitika wakati tutapatia Mungu nafasi yake ile ambayo inafaa. Si kwa uwezo wetu wala si kwa nguvu zetu, bali ni kwa kumtegemea Mungu aliye hai kwa kila kitu. Wow, nisemeje? Ila tu nikubaliane na mambo hayo mazuri, yani tukimweka Mungu kando, familia imesambaratika. Na chochote ambacho tunahitaji kufanya vyovyote vile, ina maana tukihitaji kufaulu, tumuite Mungu ndani yake. Chambilecho basi Amosi 3:3, watu wawili wataendaje bila kuelewana? Basi katika ndoa mme na mke waelewane, na wakielewana basi ina maana kwamba pia watoto watafuata
katika falsafa hiyo hiyo nzuri ya kumtegemea Mwenyezi Mungu. Basi wangu mtazamaji na msikilizaji, mahali popote ulipo, nimekuwa wako Dr. Eric, kama ukipenda unaniita Eric, na pamoja na mgeni wetu Sebastian Wakaba. Yes. Yani ni mchanganuzi wa mambo ya familia na pia vile vile ni mwimbaji wa nyimbo za Injili. Ukihitaji kusikiliza zaidi, tegea hapa ndani ya Eric Live, na hapa ndo nyumbani. Hadi tena siku nyingine, wakati kama huu, hapa ndani ya Eric Live. Nikijaribu mimi kuishi kama vile wewe unavyopenda, inanibidi nipitie kando ya walimwengu. Hakuna yaliyo mema na kugiginyana. Yaliyo mema kweli si matamu, yaliyo mema no kugiginyana. Yaliyo mema kweli si matamu, yaliyo mema no kugiginyana. Nikishika Bible nisome, angalau kafasi usingizi unakuja. Nikishika gazeti ama vitabu vya historia, nitazisoma peji mpaka peji, kila siku nitazimaliza. Nikitafuta wakushare nae walimwengu, si rahisi, wananitamanisha mambo ya dunia, ili hali mimi siyapendi. Yaliyo mema kweli si matamu, yaliyo mema no kugiginyana. Yaliyo mema kweli si matamu, yaliyo mema no kugiginyana. Unisaidie ili niishi kama unavyopenda, kwa sababu ninaotafuta wakushare nao wananivunja moyo. Yaliyo mema kweli si matamu, yaliyo mema no kugiginyana. Yaliyo mema kweli si matamu, yaliyo mema no kugiginyana. Ninatamani mimi kuishi vile wewe ungependa, lakini wapi nitapata nani wakushare nae ili nikujue? Hakuna ulimwenguni, hakuna. Yaliyo mema kweli si matamu, yaliyo mema no kugiginyana. Yaliyo mema kweli si matamu, yaliyo mema no kugiginyana. Kuishi nawe ninahitaji neema yako, nisaidie, kwa sababu
ninachotamani mimi kuona ni uso wako. Siwezi tena, siwezi nikiwa peke yangu, kweli sitoweza. Nikiwa nawe nitashinda matamanio ya dunia.